Bwana, mambo vipi? Naitwa Mr. House Decoration. Bwana, mbele yako nina nyumba ya vyumba vinne, na hii nyumba bwana ina master moja tu katika vyumba vinne. Yani katika vyumba vyote vinne, chumba ambacho kina choo ndani pamoja na changing room yake ni chumba cha mshua peke yake. Vyumba vilivyobakia vyote ni single room. Na hiyo tumefanya kutokana na matakwa ya mwenyewe alivyotaka tumdesignie ramani yake, yeye mwenyewe ndo alipropose hivyo. Kwa hiyo kama na wewe itakuwa imekuvutia hii nyumba na utakuwa unatamani kujenga nyumba vyumba vinne ambayo ina sifa hizo, basi hii ni nyumba kali sana, kwa sababu ina vyumba vinne kama ambavyo nilivyoeleza, lakini pia ina sitting room, ina dining, ina jiko kubwa la kutosha kwa maana ya kitchen, lakini pia ina store. Kwa kifupi ni nyumba ambayo ipo complete kwenye swala zima la nyumba za kisasa, na kama ambavyo unavyoiona kwa picha za nje, kwa maana ya muonekano wa body structure iko vizuri sana, ina decoration nzuri. Mbele ina tanga stone, ina gebo za kutosha, mbele kuna gebo mbili, gebo kubwa na gebo ndogo. Kwa hiyo ni namna gani ambavyo unaona nyumba ambavyo tumeidesign vizuri. Lakini mimi bwana, kwenye swala zima la hii nyumba nimeifanyia uchambuzi kwa maana ya BOQ kwenye swala zima la msingi mpaka kwenye swala zima la kupaua. Kwa hiyo tega wasaa mzuri ili uweze kunisikiliza kwa umakini sana. Nimeelezea hii nyumba kuanzia kwenye msingi mpaka kwenye kuipaua. Lengo na dhumuni, kama utaipenda hii ramani, kama itakuvutia, kama utatamani kuijenga hii nyumba, basi hii nyumba wewe ushapata picha halisi kwamba naenda kujenga nyumba ya nguvu kiasi gani, itanihitaji pesa kiasi gani. Kwa hiyo stay na mimi mpaka mwisho uweze kusikiliza budget hii kuanzia kwenye tofali mpaka kwenye bati, ili uweze kurecord na uweze kujua ni material idadi gani inahitajika kwenye hii nyumba. Moja kwa moja tukienda kwenye swala zima la tofali. Hii nyumba kwenye tofali za msingi zimeingia tofali 2800. Umeona bwana Na kwenye tofali za boma zimeingia tofali 3500. Kwa hiyo 2800 unajumlisha na 3500 unapata idadi ya tofali zote kwenye swala zima la msingi mpaka boma. Lakini pia tuna mifuko 70 ya simenti ambayo tumejengea msingi pamoja na kujengea boma. Umeona bwana Na tuna mifuko ya simenti mifuko 110 ambayo tumejengea renta, kwa maana tumesukia hiyo bimu ya juu, lakini pia tumemwaga na kwenye vibaraza, sababu hii nyumba ina sehemu ina vibaraza. Umeona bwana Na kwa idadi ya mifuko yote ya simenti, maana yake kwenye hii nyumba mpaka kuikamilisha itakuwa imeingia mifuko 180. Yani hii nyumba yote kukamilika inahitaji mifuko 180 kuanzia boma. Umeona bwana, nguzo zake, bimu hiyo, mkanda wa chini. Umeona bwana ina kosti mifuko 180. Mifuko 180 ndio ina kosti hii nyumba yote kuikamilisha. Lakini pia tuna tilipu za mchanga ambazo tumetumia lori la cubic mita 15, tumetumia lori 3. Tuna kokoto tilipu 2 ambazo tumetumia lori la cubic mita 20. Tuna nondo za milimita 12 ambazo tumetumia pisi 46 hizi kwenye mkanda pamoja na nguzo. Lakini pia tuna nondo nyingine za milimita 12 pisi 73 ambazo tumetumia kwenye renta pamoja na vibaraza vyake. Na tuna ringi za 7x4 pisi 240 kwa ajili ya mkanda. Tuna ringi za 5x4 pisi 240 kwa ajili ya renta. Tuna ringi za 6x6 pisi 75 kwa ajili ya nguzo. Na mpaka hapo nyumba yetu kwenye swala zima la boma inakuwa imekamilika. Tukija kwenye swala la kupaua, tuna mbao za 12 ambazo 2x2 tumetumia mbao 180, alafu kwenye 4x2 tumetumia mbao 250. Kwa mpaka hapo nadhani ushapata idadi ya mbao. Mbao tulizotumia ni mbao za futi 12. Tukija kwenye swala zima la bati, tumetumia bati za futi 10 ambazo tumetumia pisi 210. Pisi 210 bati za futi 10 zinatosha kabisa kupaulia hiyo nyumba unayoiona. Kwa hiyo mpaka hapo nyumba yetu inakuwa imekamilika kwenye swala zima la msingi mpaka kwenye kuipaua. Tukija kwenye gharama kwa ujumla, umeona bwana, tukija kwenye gharama kwa ujumla ambayo tuna msingi, umeona msingi pamoja na kifusi chake ina kosti 13,300,000. Tukija kwenye boma ina kosti 12,500,000. Kwa hiyo unachukua 13,000,000 unajumlisha pale 12,000,000. Unapata milioni ngapi hiyo? 25,000,000. 25,000,000 unajumlisha 800,000 na 500,000 unapata 25,000,000 na 800,000. Kwa hiyo 25,000,000 na 800,000 tufanye 26,000,000. Hii nyumba unaijenga kuanzia kwenye boma
mpaka kwenye kifusi mpaka boma. Tukija kwenye plasta ya nje na ndani tuna milioni 5. Tukija kwenye swala zima la madirisha ya grili, madirisha ya aluminium tuna milioni 5. Tukija kwenye madirisha ya grili tuna milioni 2,800,000. Tukija kwenye milango ya ndani tuna milioni 5. Tukija kwenye milango ya nje tuna milioni 1,200,000. Hiyo inamaanisha ni ile milango ya kisasa. Unaweza kuweka Zanzibar door ama unaweza kuweka ua lolote. Kupaua tuna milioni 15,40,000. Kwa hiyo unaweza ukachukua milioni 13, milioni 12, milioni 5 ya plasta, milioni 5 ya madirisha ya aluminium, milioni 2,800,000 madirisha ya grili, ukachukua na milango milioni 5, ukachukua na madirisha milango ya nje milioni 1,200,000, ukachukua na kupaua milioni 15,40,000, ndio unapata toto ya hizo gharama kufika mpaka hapo nyumba itakapokuwa imefikia. Kwa maana utakuwa umejenga msingi, umejenga boma, umepaua, umeweka grill, umeweka aluminium, umeweka milango ya nje na ndani. Mwisho wa siku hapo kilichobakia nadhani kitakuwa ni rangi tu kwa maana ya decor. Mimi naitwa Mr House Decoration. Hii ramani ipo, ukihitaji unaweza ukanicheki, lakini mwisho wa video hii ni kuombe mdau wangu, don't forget to subscribe.